Kipindi kinaitwa Hello Weekendi. Ni salamu ambayo tunakusalimia kwa wikendi, na kipindi hiki jina lake limetokana na wikendi. Hello imetokana na salamu, tukaiunganisha kwa pamoja tukaipata Hello Weekendi. Yani tunasalimiana hello weekendi na tunasalimiana kwa furaha. Au tunaweza ikawa ni salamu, yani salamu ambayo inatumika kote kote, yani vijana wakaitumia, watu wazima wakaitumia, mkuu kwenda kwa mtoto, mtoto kwenda kwa mtoto, ndio maana ikaitwa Hello Weekendi. Mimi langu jina ni Mercy Mbaya. Siniulize hilo la ukoo, hilo sasa sikuwepo wakati ilipatikana, lakini Mercy ni huruma, na mimi kwa kweli nina huruma na ni mama huruma. Mwenzangu ni David wa Karungi. Sasa hili jina langu David, sijui unajua asili yake ama ni vipi, ama hili jina nimelipata vipi, na vipi linasadifu kwamba mimi ni Daud au David. Mfalme King Mfalme Daudi kwanza. Tutambuane wafalme. Je, wewe nawe ni mfalme? Tutambuane. Onesha alama ya ufalme wako. Sasa Mama Junior, ndiyo tueleze Junior ina maana gani? Na ilikuwaje ukampa jina Junior? Sisi hatuhukumu. Leo tunasema we listen, we don't judge. Maana yani kibaya zaidi, mimi naweza nikana jivunia ile jina langu, David na uka jivunia jina lako, lakini ni kwa sababu ya wazazi wako. Yani hatuchagui. Yani sehemu zaidi ni kwamba hauchagui uitwe nani. Unazaliwa unakuta umeitwa Mateso, unalipokea na wewe ni Mateso, itabidi ujivunie jina lako Mateso. Unazaliwa unaitwa cha usiku, unaitwa yani jina lolote, ndio hilo wazazi wamekupatia. Yani sio kosa, kama ambavyo hauchagui familia, ndivyo ambavyo na jina hauchagui. Kwa hiyo sio kosa lako kabisa, ila wewe uliye na nafasi ya kutoa jina ndiye ambaye tunazungumza na wewe siku hii ya leo. Ulizingatia vigezo gani kwa hilo jina ulilolitoa? Hujambo na karibu. Si jambo na asante. Watu hawaangalii kwamba ukubwani utakuwa nani. Wewe hata kama utakuwa general, raisi, nini si raisi, lakini utotoni hauna mamlaka ya kuchagua jina. Tunakuchagulia jina. Lakini sasa hivi ni kwa makini. Uende nalo huko. Ni kwa makini. Yani unapompa hilo jina mtoto, unaona kabisa utakuja kuwa miaka 50 ijayo tuwe na rais anaitwa Junior. Wewe tu jiulize. Rais Junior azindua mradi, atengua baadhi. Waziri mkuu Junior. Kwa hiyo usije ukawa unamfungia milango fulani mwanao kwa hilo jina unalompatia. Waacha wakina Junior. Rais unamuita rais sikujua. Watasema rais mwenyewe kwanza jina lake sikujua, atakuwa hajui kila kitu. Kwa hiyo angalia jamani majina. Tuwatambulishe wanajopo tulionao David, kama tujaangalia kisa chetu cha leo. Wanajopo tulionao hapa studioni tayari kwa heshima na taadhima tunawaleta kwenu. Huyu ni Musa Bwakila Lukwele, ni chifu wa kabila la Waruguru. Lukwele wa 4, chifu wa kabila la Waruguru na mdau wa masuala ya kijamii. Karibu sana. Asante sana. Lakini pia tunaye Sigfrid Mbuya, mtaalamu wa falsafa na saikolojia. Karibu sana. Asante. Chifu karibu sana. Asante sana. Sigfrid karibu sana. Asante. Na nilikuwa namtania mzee wangu Mbuya, namwambia Sigfrid. Sigfrid. Na uhakika la Kibantu hili. Lakini sasa hakuchagua. Tabii naye atuambie ilikuwaje. Kila kitu kitakaa. Lakini unaona sasa Chief Musa. Musa unamfahamu vizuri kwenye hadithi za dini na amekuwa chief. Unaona kama imeenda kule. Kabisa. Fimbo ya Musa. Fimbo ya Musa iliongoza. Na leo chifu hajaja na fimbo yake. Kwa nini tunajadili hili jamani? Kombe la dunia limehitimishwa hivi karibuni, lakini bado kuna vitu vingi ambavyo vilitokea. Miongoni mwa kitu ambacho kilitokea ni mchezaji aliyependwa zaidi. Huenda alipendwa, yani miongoni mwa wachezaji waliopendwa zaidi, tukisema wachezaji 5 waliopendwa zaidi jina la Erling Haaland lazima litakuwepo hapo. Sasa kuna kisa hiki, kisikilize kwanza, alafu tuje tujadili hapa kwa pamoja. Tumewahi kusikia watu wakisema kuwa jina lako ni nusu ya utambulisho wako. Vipi nawe, jina lako linakutambulisha? Jibu baki nalo ndugu. Sasa bwana we, huko nchini Peru, suala la jina na majina limekuwa gumzo nchini humo kwa hivi karibuni
kutokana na athari zake kwa kile kinachotajwa kuwa shinikizo la kombe la dunia. Bwana we, wakati na baada ya michuano ya kombe la dunia 2026, taifa la Peru kwa mara nyingine limeshuhudia utaratibu wa utoaji jina kwa watoto kutokana na ushabiki, mvuto wa soka kwa wachezaji mpira, na hii ni baada ya mamia ya watoto wachanga nchini Peru kama vile Erling Haaland wa Norway. Kwa mujibu wa Ivan Torres, msemaji wa mamlaka ya usajili wa raia nchini Peru, aliyeliambia kituo cha television cha Pan American kuwa zaidi ya watoto 500 wamepewa jina la Haaland, huku wengine 91 wakisajiliwa rasmi kwa jina kamili la Erling Haaland, ambapo takwimu hizo zinaifanya Peru kuwa nchi yenye idadi kubwa zaidi ya watoto waliopewa majina yanayohusiana na nyota huyo wa Norway kuliko taifa lolote duniani. Timu ya Norway ambayo ilijipatia mashabiki wengi wapya kutokana na mtindo wake wa kushangilia wa Viking Row na kufika robo fainali kwa mara ya kwanza ikiongozwa na Haaland. Haaland ambaye amejijengea sifa kubwa kupitia uwezo wake wa kufunga mabao na mafanikio yake katika soka la Ulaya, ameendelea kuwa mmoja wa wachezaji wanaovutia zaidi kizazi cha sasa. Umaarufu wake umeonekana kuwa na ushawishi mkubwa hata kwa wazazi wanaochagua majina ya watoto hao. Erling Haaland, watoto 500 wameitwa Haaland, watoto 99 wameitwa Erling, bila shaka wamefika 100 sasa hivi. Sasa wameitwa jina lote, yani Erling Haaland. Wao wamempenda na wameona juhudi yake katika kucheza mpira na wakavutiwa. Ila sisi wa mama jamani, yani unakuta miezi 8 yote ulikuwa na jina fulani, umeenda tu kuangalia World Cup umemkuta Erling Haaland, mwanangu ataitwa Erling Haaland na hakuna wakubisha. Miezi 9 ni yangu na uchungu ulikuwa wangu. Au utakuja kuambiana hapa nani hutoa jina, si ndio? Ya kabisa. Sawa sawa. Na nilikuwa naangalia tafsiri hapa ya jina la Erling Haaland. Ndio. Ile Erling ni kama ni yani kwao kule ni mwana wa shujaa. Japo inaweza isiwe tafsiri ya moja kwa moja kama kwenye Kiswahili chetu, lakini inahusiana na hiyo ukuu, ushujaa ndani yake. Lakini Haaland ni kama inamaanisha yani ardhi yenye kimwinuko. So uwezo kuta nani jina la Kisukuma au la kikabila linamaanisha labda ukame au njaa au ardhi au mto au majira ya kiangazi au nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuko hapo hapo. Karibuni sana waungwana. Asante. Ndio. Tuanze wapi? Na ngoja tuanze na chifu kisha tutakuja na mzee Mbuya hapo. Kwa hiyo tumeona huko watu wanatoa, wazazi utaratibu wa kutoa majina na vitu kama hivyo. Na sisi tuangalie hapo. Lakini kwanza tufahamu jina ni nini? Kwa sababu mtu anaweza kawa naona ana jina lake ana nini, lakini jina huwa ni nini? Jina ni utambulisho. Mwingine atauliza utamaduni ni nini? Utamaduni nao ni utambulisho. Kwa hiyo jina ni sehemu ya utamaduni. Utamaduni ni uhai na utashi wa jamii juu ya maisha yao ya kila siku, kuanzia namna walivyo. Kwa maana mimi ukinitazama kuanzia utosini mpaka miguuni, utasema huyu mavazi yake, lugha yake, mazungumzo yake, kutembea kwake kunatambulisha kwamba huyu ni fulani au huyu anatoka taifa fulani. Kwa hiyo huo ndo tunaita utambulisho, na jina nalo linatambulisha jambo. Kwa hiyo linatambulisha aina ya mtu, linatambulisha alikotoka, historia alikotoka au mambo aliyokutana nayo. Kwa sababu yapo majina ambayo mtu anayapata akiwa utotoni au wakati mwingine hata kabla hajazaliwa, pengine amewakumba waliomzunguka akiwa ni wazazi, babu, bibi na kadhalika, au ni matukio ambayo kipindi kile kilikuwa labda kuna njaa, kuna nini, yakatokea kwa kipindi ambacho yeye hajazaliwa au ambako anazaliwa. Lakini mengine jina ambalo umepewa sasa hivi alafu likaja likabadilika kutegemea na wakati, kutegemea na matukio. Nitakupa mfano. Kule Uruguruni kuna eneo linaitwa Tegetero. Tegetero kwa sababu Waruguru walikuwa wakikaa kwa zile koo. Ni eneo ambalo wanakaa watu wanaitwa Wanyani au Wanyagatwa.
wengine wanaita Wategeta, lakini kwenye eneo lile kulikuwa na mtu alikuwa akiishi hapo ananihusu. Ana jina lake la kiasili ambalo amepewa na wazazi wake. Lakini baada ya kutokea njaa kali wakaangalia sasa vitu gani vinaweza kumfaa mtu aweze kuishi. Kwa hiyo kuna aina fulani ya viazi pori. Ukiangalia nje wakati ninatambaa linakuwa ni jembamba tu, natambaa kama viazi hivi viazi vikuu. Lakini chini huko linakuwa likubwa, linaweza wakati mwingine kufikia ukubwa wa hii meza. Lakini ni sumu, haliliwi. Sasa huyu akagundua kwamba kama hili linaweza tukaliondoa sumu yake, inaweza ikawa ni chakula na likatuokoa kwenye njaa. Kwa hiyo akafanikiwa, akalikatakata, akaweka kwenye chombo maalum, magunia, akaweka mtoni. Baada ya siku kama 7-8 sumu ikawa imeondoka, wakaanika, waijaribisha kwa wanyama in such. Baada ya kuonekana kwamba ni safe, wakasaga kile unga ukawa ni ugali, na yale makapi hata ukichekecha unga siku yanabaki yale zile chenga zile wanapika kama wali. Kwa hiyo wanaweza kuchanganya na chooko na nini kwa mseto na nini. Kwa hiyo ikawa ni chakula ambacho kimewaokoa watu kwenye. Sasa jina lake sasa wakamuita Dendego. Dendego ni lile likiazi. Sasa naye akawa anajibu hadidigwa haliliwi. Likawa ni jina la utani lakini limekuwa ni jina la ukoo. Kuna watu kweli waheshimiwa akina Dendego. Anaitwa Halima. Sasa huyo ni babu yake. Ambaye mimi binafsi ananihusu. Kwa hiyo jina lake la asili likabadilika likaja jina ambalo limetokana na matukio yaliyotokea. Hayo mengine utaniuliza baadaye, lakini nitakujibu. Asante. Mbuya, nawe una la kusema juu ya jina ni nini kwa upande wako? Nafikiri kwa tulio wengi tunapotamka au tunapotazama jina tunaangalia mtu mmoja mmoja, lakini jina halihusiani na mtu tu. Jina linahusiana na mtu, uko eneo, jambo au fikra. Tukisema ushenzi ni jina, tukisema uungwana ni jina, tukisema mbuya ni jina, tukisema mti ni jina, nyoka ni jina. Na tunapozungumzia jina tunaathiri sehemu mbili katika maisha ya binadamu. Kwanza, namna yake ya kufikiri, na pili, namna yake ya kung'amua, maana yake perception. Inajenga mtazamo gani kwenye kichwa cha mtu. Na nimewasikia mkizungumza hapa, eneo la majina ni eneo langu. Na katika kuelezea watu majina nimepigwa mawe mara 2. Kwa hiyo hapa ni usiniulize maana ya jina, na yajua yote. Lakini tukitaja hapa, kwa sababu kibaya ni kwamba ukitaja jina inahusiana moja kwa moja na tabia ya mtu. Niwewe kuambieni kwamba nusu ya tabia ya jambo, dhana, mtu, uko inabebwa na jina. Nakupa tu mfano wa kijinga. Jina kwa Mpalange lilivyong'amuliwa sasa, perceived, na linavyofikirika ni tofauti na uhalisia. Lakini kwa kuwa fikira na uhalisia na mang'amuzi vina nguvu, huwezi kulichambua moja. Lakini pili, jina hatoi tu mtu. Jina hatoi mtu. Liko jina ambalo linatolewa kwa kupitia nguvu zilizo nje ya binadamu. Mathalan, kuna watoto wadogo tu wa miaka 3, mnaweza mkasema katoto kalikozaliwa kataitwa Hadija. Akaja akasema hapana, ataitwa Mkepesa au Mkemwema. Na ikawa hivyo. Unajiuliza nguvu ile ilitoka wapi? Na kuna wakati ambapo nguvu za kimungu zinaingilia. Ukiangalia katika msahafu hasa wa Kikristo, kwenye Uislamu wanasema wapeni watoto wenu majina mazuri. Ili nini? Ili waweze kuwa na hatima iliyo njema. Lakini katika msahafu wa Kikristo yako mazingira ambayo Mwenyezi Mungu aliwabadili watu majina ili hatima yao
na ukuu wao kwa Mungu ukue, akiwemo Yakobo, akiwemo Abraham. Na wakati fulani kukosa kujitambua ndiko kunakotufanya tukaita watoto, tukajiita majina ya kishabiki ambaye yana athari ambaye mwishowe tunashindwa kuibeba. Nafikiri naeleweka vizuri sana. Yeah. Kwa hiyo tunapozungumzia jina tunazungumzia haiba, tabia ya mtu, tunazungumzia tafsiri yake, muonekano wake kijamii, lakini tunazungumzia utamaduni ambao una nguvu kuliko akili. Okay, labda tuangalie hapo swala la utaratibu wa kutoa majina. Ni swala ambalo linapaswa kuendana na yaani kuzingatia nini katika haya maeneo, zama ama yani nguvu ya dini na imani ya watu ama utamaduni wao. Mfano, kabla ya ukoloni tusingeweza kumsikia hapa mtu yuko Uruguruni ama yuko Uchagani anaitwa Kevin, anaitwa Eric, anaitwa Siegfried. Uchagani, Uruguruni, au mpate mtu anaitwa labda Musa kabla ya ukoloni. Lakini zama zikabadilika, huko kote tunaweza kukuta majina ya kizungu. Sasa kwa minajili hiyo, jina linapaswa kutolewa kwa utaratibu wa kuzingatia zama au misingi ya mila, tamaduni, historia ya watu, ama fashion, kwamba Haaland linatamtika vizuri, hata mtoto akisikika anaitwa Haaland, don't do that. Lakini mambo ya kumwambia Rugeyam, don't do that. Jamani. Naam, labda tuseme sasa hapa swala la majina yanatokana na nini? Kuna jina ambalo linaakisi historia. Lakini kuna jina ambalo linaakisi ushawishi, kama hivyo mnasema Haaland. Fulani aliishi hapa, mtu fulani, kwa hiyo akavaa husika. Lakini kuna jina ambalo linahusika nyakati, zama za mtu amezaliwa, wakati wa mavuno, njaa, mapigano, kupandishwa cheo. Lakini pia jina linatolewa kutokana na Kiswahili kuna mgutuko fulani kwamba limekuja, linakuja tu from nowhere, kwamba mtu anapewa. Tukumbuke hapa, niseme kitu kidogo cha nje. Sisi tunajiita binadamu, binadamu. Lakini katika binadamu tuko aina 4. Kuna wanadamu waliotokana na wana wa Mungu, kuna wanadamu waliotokana na wenyewe kwa wenyewe wanadamu, kuna walioitwa wanefili, kuna walioitwa majitu ambaye alikaa humu kabla. Na hivyo kuna baadhi ya mambo tunapo yawasilisha kwenye milango mitano ya ufahamu haitoshi. Tunakuta kwamba kuna jambo tunashindwa kulielezea, au tukielezea tunaishia njiani. Kwa hiyo kwenye haya majina kuna wakati jina linabeba dhana hisiwa tu. Dhana hisiwa tu. Ukimuuliza mtu kwamba jina hili nani, asema ni hivyo hivyo tu. Lakini jua kwamba haya majina yanaibeba asili na yaliyonenwa juu ya sisi pindi tulipowasili duniani. Kwa mfano, mtoto amezaliwa, shamra ni nyingi, yani ile ametoka tu, msichana tena, jamani, tayari ile sauti inayotoka, ule mvumo unaotoka una nguvu. Na hivyo majina mengine tunayatazama kwamba tunasema, kwa Kiingereza tunasema plosive. Kuna majina yanayotamkika kwa nguvu. Kwa mfano George, lazima uwe na nguvu. David. Lakini kuna majina ambayo ni laini tu, Suleiman. Una shida. Na kuna majina ambayo ni hissing. Kwa mfano Siegfried, unasikia? Na kwa kurahisisha tu, jina Siegfried ni jina la Kijerumani, lakini lina mashiko kwenye Kiingereza siege. Unajua siege ili kuzingira kwa vita, lakini Fried ni amani. Kwa hiyo mimi jina langu tafsiri yake ni vita kwa njia ya amani. Na mimi ukiniuliza, ninajua mambo ninayopita nayo ambayo ni mbilinge, lakini hatimaye tunatuama pale, tunakuwa kwa amani. Chief, kwa hiyo samani mara moja. Kwa hiyo kwa hivi Siegfried hivyo tufafanulia hapo kumoja kitu ambacho nilikuwa sikifahamu na nimekipata. Kwa hiyo hata namna jina linavyotamkika huenda ikawa ni hivyo hivyo kweli. Baadhi ya watu wenye nguvu kweli tunawakuta akina
kama ulivyosema George anaweza kaa kweli akaja kuwa ni mtu mwenye nguvu, mwenye nguvu. Na hasa sasa majina haya viungo vyake au yanasindikizwa na waneneavyo hasa wazazi. Ndio maana nafikiri kwenye Uislamu kuna namna wanasema tuiguse ardhi kila kunapokucha kuwanenea vyema watoto wetu. Na katika kukua si ndio pana hakika katikati hapo ni kumkabidhi kwa Mungu kwamba mambo yaende taratibu wale watoto. Kwa ufupi, kwa mfano mimi nitazungumzia kwenye dhana hii yetu ya uchifu huku. Wanaamini kwamba majina yote yanatoka kwa Mungu. Hilo la kwanza, lakini binadamu naye anaweza kuingilia kati kuharibu au kuendana na maumbile. Kuharibu ni pale ambapo anaweza kumchagulia mtoto jina ambalo linamharibia maisha yake, linamharibia sifa yake. Upande huku wa pwani kuna majina ya mipasho yale kwamba mimi namchagulia mtoto jina kumjibu mtu fulani kwa jambo fulani alionitendea. Au mwingine baba, kwa sababu wamepewa nguvu, maana kuna jamii zinampa nguvu baba ya kuchagua jina la mtoto. Basi anachagua jina ambalo linampa jibu mkewe. Kwa hiyo unakuta ndio kuna majina ya mke gani. Pengine anawajibu mawifi kwamba mlisema huyu mke gani azai na nini na nini, sasa mtoto naye anapewa mke gani. Avijawa huyu naye anajibu na viwe. Sasa unakuta majina ya aina hiyo hayajengi ile future ya yule mtoto. Tabu au Mwatabu amezaliwa sio kwa sababu ya wakati wa tabu na nini. Yapo majina mazuri ambayo yani tunachohisiwa ni yale ambayo yamezungumzwa kwenye dini, basi na huko kwenye makabila yetu tunazungumzwa hivyo kwamba mpe mtoto jina zuri, jina ambalo akisi maisha yake, litamjengea kwa sababu kuna nguvu isiyoonekana kwenye jina. Kwenye jina tulizungumza mambo ya metaphysics na kipindi kile, lakini kuna nguvu ambayo uwezo ukaishika. Kuna nguvu ya kiungu ambayo inabebwa kwenye majina. Kwa hiyo kitu fulani mtu anasema wewe bwana, jina lako aliakisi matendo yako. Anarekebishwa pale. Wewe umepewa jina ambalo kubwa, lakini aliakisi yale matendo yako. Na yapo majina duniani, kwa mfano kwetu Uruguruni, hayo majina wanapewa watu wachache, labda katika kipindi cha muda fulani wa maisha. Kwenye jamii nzima ile analo mtu huyu mmoja. Watu mwingine akiitwa jina hilo basi litakuwa la ubini, sio jina lake la mwanzo. Kwa mfano kwetu machifu au machifu, yani mtu akiitwa mathalan Kingalu ni yule ambaye ametawazwa kwa wakati ule. Lile litakuwa jina lake la kwanza, japo alipewa jina na wazazi wake. Mimi naitwa Musa, ndio jina nilopewa na wazazi. Siku nitakayotawazwa nikapewa jina la Lukwele, likawa ndio jina langu la kwanza. Maana kwenye ile jamii nzima hakuna mtu mwenye jina lile. Kama yupo basi atakuwa ni Abdalla bin Lukwele, nani bin Lukwele, yani itakuwa neno bini, sio jina la mwanzo. Yapo majina hayo ni kwa ajili ya umaalum. Sasa hata huko nyuma kwa Daudi alikuwa ni Daudi ni mmoja tu kwa wakati ule. Baada ya hapo maana yake watakuwa ni Daudi bin nani, Daudi bin nani bin. Kwa hiyo yapo majina maalum na yaliwekwa kwa ajili ya kujenga ile jamii kwamba hebu tutengeneze utambulisho wetu ambao kutakuwa wanaita center of power, ile nguvu ya ile jamii inatokea wapi. Kitu cha kawaida. Kwa hiyo kwa kifupi kwamba jina sio kitu cha kuchezea. Sio tu unasimama nimeangalia nimeona kuna mtu anaitwa fulani, nikachukua labda nimeliona linatamkika vizuri Kizungu au Kiarabu, basi nikampa mtoto bila kujua maana ya hilo jina. Kwa hiyo kwanza ujue maana yake. Alafu kuna majina ambayo yanatokana na sifa ya Mungu. Okay. Sasa sifa ya Mungu wewe uweze kaibeba, yani ukachukua jina la Mungu kalivaa wewe, isipokuwa lina utangulizi, mnaita nini Kiingereza, prefix. Kuna utangulizi au kuna baada, yani baada ya ile jina la Mungu ukaweka. Kwa mfano kule Uruguruni ukisema Imlungu au Mlungu, maana yake unamaanisha Mungu. Hamna mtu anaitwa Mlungu. Ama utaitwa Chamlungu.
Kama huyu ni mja wa Mungu. Mtu hawezi kuitwa Allah, ataitwa ama Abdallah, Abdillahi. Yani kuna zile sifa ambazo wanaziita sifa za Mungu. Kumbe ilikuwepo hata Kiafrika ipo. Unaitwa cha mrungu. Hauitwi mrungu. Uwezo kaitwa jina la Mungu. Okay. Ndio. Naomba kuweka sawa pia kidogo hapo kwamba kuna wakati ya majina yakitolewa mkilazimishia kibinadamu mahoka wanaingilia kati. Nikisema mahoka, ma ancestors wanaingilia kati. Ndio miaka ya nyuma walisema kwamba mtoto anaugua hapa, wazee jina. Kulikuwa na mtu katika kila koo miaka ya nyuma, kulikuwa na mtu ambaye Kiingereza anaitwa medium. Haijalishi umri wake, ni mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuwasiliana na mahoka. Yani kukiwa na jambo la ule ukoo, ile kabila, anaambiwa tafadhali nenda kazungumza na wazee tujue kuna shida gani. Jina linamsumbua huyo. Atakwenda, atakuja, atawaambia kwamba mahoka wamechukia hili jina, alipaswa kupewa. Mtoto analia sana, mkimpa jina lile ambalo alitakiwa kupewa ndio tiba yake. Na tulisema, na inasemekana kwamba Mungu alishaweka misingi ya dunia. Yani swala la kujisaidia haja kubwa Devi hukumbushi, utachuchumaa mwenyewe, ni misingi ile. Swala la kubeba ujauzito miezi 9 ni misingi ile. Ndio maana pungufu ya pale au ziada ya pale mambo sio sawa. Na nikiitazama vizuri nikwambie, tunapokuja kwenye jina twende nyuma kidogo. Kitambo cha nyuma huko, kubeba ujauzito ilikuwa mama anaificha, ni faraga, kwa sababu analeta uhai duniani. Lakini leo binti wa leo ana ujauzito wa wiki 2, kisha lisukuma tumbo mbele na kisha tengeneza mazingira ya kitovu kionekane. Na ndio maana katika kuandika kwangu nisema kitovu kimepekechwa, uhai ukaharibika. Kwamba ukishaanza kuona anaitangaza vile, kisha hamisha ile faraga, na hivyo hata ule utaratibu wa miaka ya nyuma wa kupeana majina hautakuwepo. Tutaita majina ambayo ukimuuliza mwanao ulimpa jina gani, hajui. Natoa angalizo kwa baadhi ya majina, sitatoa sababu zake. Lakini Junior manake afanane na yule aliyetangulia, atoshe zama zile. Ukumbuki kila mja ana zama zake, kwa hiyo atoshe zilizopita, atoshe na hizi. Patakuwa na mtu pale. Kuna majina kwa mfano kama Baraka. Baraka kwa kulitamka tu ni Baraka, lakini manake nini nyuma yake? Walisema sitapata, Mungu kanipa baraka. Na kuna majina ambayo likitamkwa unajua hilo jina hajatoa mwanaume. Hakuna mwanaume anayetoa jina zawadi au gift. Kweli? Hakuna. Ukisikia jina gift limetolewa na mwanamke, na maana yake nini? Yule baba kamsusa, kwa hii ni zawadi yangu. Ni namna ya kusema nifanye nini ndio zawadi yangu. Lakini sio zawadi, yuko kwenye ndoa. Yaani huyu mtoto ni zawadi. Nakwambia hivi. Kama ukilisikia unajua hili kalitoa mwanamke. Tunasema ukisema huyu mtoto ni zawadi. Tuende vizuri nikwambie. Yaani mtoto ni zawadi yetu. Kuna mambo ambayo yamefichika. Hii nazungumza mniwie radhi. Tukisema kwa akili iliyozidi mbele, ukisema first lady kuna harufu ya second lady. Utakuwa na jina lingine. Kwa ukisema zawadi manake kuna kinyume cha hii. Kuna kusema huyu zawadi na huyu kuna kinyume chake. Ndio kwambia haya mambo yanaendaga na utaratibu. Kuna utaratibu fulani, na kuna majina ambayo ukilitamka kutoka mwanzoni kwenda mbele linatamkika hivyo hivyo, ukilitamka mwishoni kuja mwanzoni linatamkika na kuandikika hivyo hivyo. Mathalan Ana hivi. Sasa sikuambii matokeo yake ni nini, na wakati mwingine nawaambia napokuwa kwenye laika kusema tueleze maana, nitafute jibu binafsi, nitakuambia maana yake ili ukinipiga mawe nipate pa kuchenguka vizuri. Lakini pana nguvu kubwa sana kwenye majina. Lakini hapo chief, tufahamu kitu kwa jamii za Kiafrika. Naendelea kutuma ujumbe. Endeleeni kutuma ujumbe jamani, 0763809770. Nitakuja kusoma ujumbe wako hapa juu ya unazingatia nini unavyowapa watoto majina, na elimu tunaendelea kuipata elimu leo. Kwa sababu misingi pengine inaweza isiwe na zama. So misingi inabakia kuwa pale. Utaratibu wa kutoa au kuita mtoto jina kwa Afrika yetu tulikuwa tunafanya nini? Yaani tunamuita mtoto jina, kulikuwa kuna taratibu gani? Nitanguliza neno utamaduni huko mwanzo. Kwenye utamaduni kuna vielezeo vyake vya utamaduni ambavyo ni mila na desturi zetu.
Mila ni jambo ambalo lina miaka mingi au lina muda mrefu ambalo ni si rahisi kubadilika. Desturi ni jambo ambalo unaweza ukalibadili. Nimezoea kula miogo koko bichi, lakini unaweza kula miogo Tabata na ikawa ni testi ni ile ile tu. Kwa hiyo desturi inaweza ikabadilika. Sasa kwenye mila, mtoto utamaduni wa jamii zote duniani, karibuni makabila zaidi ya 7,000 duniani na kitu, unayakuta yana vitu vinavyofanana. Tofauti zipo ni ndogo ndogo. Usiangalie kwamba huyu anaitwa Leila lakini huku ndio huyo cha usiku. Huyu anaitwa Muhunzi ndio huyo blacksmith yui na kadhalika. Lakini mazingatio ya kimila sasa kwenye kuchagua majina, wanaanza mtoto kabla hajazaliwa. Ameshazungumza mtaalamu hapa wa saikolojia, mtoto anapozaliwa kwamba amezaliwa wakati gani, lakini vile vile tunaangalia na maisha yake, anatazama yule mtoto maumbile yake na maisha yake. Wengine wanamwekea baadhi ya vitu wachague waweze kuangalia zile tabia ambazo zinaweza tukampa jina, na ndio maana unakuta kunachukua kama muda kadogo. Wengine anachukua mpaka siku 7 au wengine zaidi ya siku hizo. Kabla ya hapo anapewa tu jina la muda tu. Sasa baada ya hapo ndo wanaanza kukaa. Sasa kuna baadhi ya jamii kwamba jina linachaguliwa na kikeni. Kuna baadhi ya jamii jina linachaguliwa na kiumeni. Na kuna baadhi ya jamii, nikizungumzia kiumeni maana yake anaweza akawa babu, anaweza akawa baba, anaweza akawa mjomba. Kutegemea na nguvu ya ile jamii. Kwamba hapa jambo alifanyiki mpaka kolo aje. Waluguru anasema kolo. Mjomba aje. Atakuja, atapokelewa na yeye ndo atataja jina. Lakini sehemu nyingine anasema baba. Kwamba babu mwenye mtoto ndo ataje jina. Mwingine anasema hapana, bibi. Kwa sababu shina la ukoo limeanza kwa bibi. Sasa naye anazingatia hali halisi ambayo kabila ile au jamii ile au ukoo ule wakichagua majina wanayazingatia. Zipo koo ambazo zinazingatia sana dini, kwa maana kwamba majina yote yatokane na dini, na kitokana na dini watoto wa kiume labda wataitwa majina ya wale mitume ambao wametajwa kwenye vitabu vya Mungu. Wengine watasema tuangalie majina ambayo yatatokana na sifa za Mungu. Kwa hiyo Azizi ataitwa Abdul Aziz kwa sababu Azizi ni sifa ya Mungu. Mungu sifa yake moja ni huruma. Sasa mtoto wa kike watamuita Rehema. Huyu nini watamuita labda Abdurrahman kwa sababu ni hiyo neno rahma kwa Abdurrahman. Kwa hiyo wapo ambao wanachagua kwa kuzingatia sifa za kidini. Sasa hawa wanaozingatia sifa za kikabila nao wanapita humo kwa sababu wanajua Mungu, kama nilivyosema, Mungu wanamjua kwa majina yao ya kikabila na kwa sifa zao za kikabila. Kwa hiyo wapo wanaangalia katika sura hiyo ya kiungu zaidi, lakini wapo wanaangalia kwa sifa ya matukio ya wakati ule. Kwa hiyo mtu akaitwa jina. Yapo ambayo yanaangaliwa kwa sifa ya mtu. Kwa mfano jina umeweza kwa umeshapewa tayari, lakini umekwenda baada ya hapo ukategua tatizo. Nilizungumza mwanzo kabisa, ukategua tatizo la wakati ule. Kuna mtu aligundua nguo kwamba watu wanahangaika mpaka nguo ziagizwe kutoka pwani wakati ule. Kaniki zinaletwa Marekani ambazo ndo hizo walikuwa wanazikia watu. Sasa kwani tunashindwa kutengeneza sisi wenyewe? Wakagundua aina fulani ya miti inaweza ikatengeneza nguo nzuri, na wakatengeneza mashine za kusuka. Sasa yule mtu akampa jina la utani kwamba watu walikuwa uche wana nguo, ndio wakawa wanamuita Mkalamwasi, yani mkaa uchi, na anaweza nguo ndodo. Basi likawa ndio jina lake na likawa ndio jina la ukoo. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu anaitwa Mkalamwasi, akasema bwana hili jina la ajabu. Kumbe asili yake lilitoka kwamba babu alisolve tatizo kwenye jamii ile. Basi wazee wanakaa, mtoto anapozaliwa anasema basi huyu aitwe Mkalamwasi. Asante sana. Naomba nisome ujumbe. Tutarejea hapa maana naona somo la leo
Ni somo ambalo lina uzito, yani linaamua hatima, mustakabali wa mtu. Wewe jina unajiamlia tu. Linalosikika vizuri. Unakurupuka tu, sio kujiamulia, maana anakurupuka. Sasa hivi tunataka linalosikika vizuri. Lina sound. Lina sound vizuri. Junior, stop, don't do that. Yani kuna namna yani wewe uanze kumwambia Mbuya stop, anaona Mbuya stop. Hainogi. Tuacheni bwana. Mimi niko na watu wanaoenda na trend bwana. Hello Weekend, kwa kweli majina mengi ya siku hizi tunayatoa tu majina, hatuzingatii vigezo. Tulio wengi tunawaita majina watoto wetu kulingana na wakati. Anaitwa Hamisi mpiga picha kutoka Ndanda. Asante. Habari, mimi naitwa Michael Machibia, nina watoto wawili, Ivan na Isaac. Ivan maana yake Mungu ni mwenye rehema. Isaac kama tunavyojua kwa wale wababa wa imani. Ibrahim, Isaac na Jacobo. Anasema kwanza nilimwita Isaac kwa sababu jina lake lilianza na I. Pia ukitaja mababa wa imani, Isaac anatajwa katikati. Mwanangu alikuwa ni wa wote. Sio juu wala sio chini, alikuwa naye ni wa katikati. Amesema nawapenda sana. Shukrani sana, tunashukuru. Na kuna mwingine anaamua kwa sababu watoto inabidi waendane herufi litakalo kuja hivyo hivyo, lakini ndugu yetu alifanikiwa hapa. Anasema habari, mimi ni Abdalla mzee kutoka Kilwa Lindi. Kigezo ninachozingatia kumpa mwanangu jina lake ni upekee wa jina, uzuri, hamasa niliyoipata kutoka kwenye jina husika. Nimemwita mwanangu wa kwanza wa kiume jina la Abdil Samalu kutokana na husika wa Abdil Hezekiel Samalu katika riwaya ya A Man of the People ya Chinua Achebe. Anasema nilipenda usika wake, nilichoshwa na majina ambayo yanajirudia mtaani na matendo na ushujaa wa Abdili Samalu katika riwaya ile, lakini pia kifo cha Ayatollah Ali Khamenei kimeniuma na kunitia moyo sana. Nimejiapiza nikipata mtoto wa jinsi ya kiume tu atakuwa ni Khamenei. Napenda pia historia ziwe zinahusika kwenye majina ya watoto wake. Watoto wake anaangalia ni wale wapambanaji anawapatia. Jamani, sasa binafsi mimi nazingatia tarehe aliyozaliwa pamoja na jinsi yake sababu na tukio la wakati huo. Anaitwa Ezekiel Augustine Chalo. Asante. Anasema Kapami Filipo kutoka Geita, kwa majina yanatokana na matukio hasa watu wa vijijini. Sawa. Hello Weekend, kuna watu wanapa watoto majina mabaya kimaana na kiroho. Mtu akiona anashindwa kumpa jina zuri mtoto, bora umpe jina la alphabet kama ABC kuliko kumpa mtoto jina baya. Jamani, yeye anashauri tu ukiona umeshindwa kabisa mwite tu ABC. Jamani, au mwite pande za dunia magharibi. Hapana kwa kweli. Sidani yule amemwita mwanae West, Sweden, wasanii wakubwa. Haya, anasema hello Weekend, anaitwa Nyabwire, mimi mwanangu okay, huyu tulisoma ujumbe wake. Anasema maana ya jina ninazingatia jina lenye maana nzuri na lenye umuhimu kwangu, utamaduni wangu, nazingatia mila na desturi ya familia au jamii yangu, dini yangu. Naweza kuchagua jina linalohusiana na imani, historia au tukio la kuzaliwa, urithi wa familia. Nazingatia majina yanayorithishwa kutoka kwa kizazi hadi kizazi. Mbuya, nitakuja kutuambia hapa mambo ya kurithi inakuwaje. Anasema lakini urahisi wa kutamka, siangalii jina gumu kutamka, nampa mtoto jina bibi yake hawezi kulitamka. Anasema nazingatia pia hilo. Haya, anaitwa John Dismas kutoka Ngenge Simanjiro. Anasema je, majina ya kurithi yana umuhimu? Kama ameingia akilini mwangu, mje mtuambie hapa. Haya, anasema hello Weekend, naitwa Godfrey kutoka Kagera. Kagera majina yao lazima nihangaike. Huyu ni Geoffrey, so Godfrey. Anasema binafsi sijapata mtoto bado, sijaoa, lakini mimi kama mtu wa kiroho siwezi kumpatia mtoto wangu jina bila kuzingatia baadhi ya vitu. Ninachojua ni kwamba kila jina lina maana yake. Mfano jina langu lina tafsiri ya amani, hivyo maana ya jina langu inaakisi uhalisia wa maisha yangu kwa mtu wa amani. Asante sana. Na hii naona ni evangelist. Mr. Mbuya nisaidie. Hivi ya mwisho ni evangelist Eve.
Yeah. Kwao ni mtumishi huyu. Sawa sawa, asante sana, endeleeni kutuma ujumbe wenu hapa, tutausoma na ili tuweze kushirikishana kwa pamoja. Kwa wale ambao ndabili wakina Mbuya hapa mje mtuambie, kwa yule ambaye sasa huenda wazazi wake walimpatia jina ambalo linamtesa sasa hivi maishani, ana nafasi ya kubadilisha na anatakiwa afanye nini? Na kwa yule ambaye sasa ndio huna mtoto, ili ujifunze ujue namna gani unaweza ukamwandalia mtoto wako jina ambalo ni jema. Tuendelee Karungi. Tulikuwa tunakuja kwa Mbuya hapa. Mr. Mbuya, kuna ambaye ameibua hoja ya kurithisha jina. Inakuwaje mtu anapewa jina la babu yake au la bibi yake au la shangazi yake au vitu kama hivyo? Hapo kipi ni kipi? Yule msanii aliyeigiza filamu ya Sarafina Whoopi alisema kwa Kiingereza, history is so beautiful. Sasa lile neno lilivyotamka, wale makaburi walimshambulia kwa sababu wanajua historia ina nguvu sana, kwamba ukifuatilia historia unajua nyakati, tukio na wahusika. Na kinachotubabaisha tulio wengi wa Afrika ni kuto kutembea na historia yetu. Kwa nini miaka ya mwanzoni huko mambo yaliungana? Ni kwa sababu Waluguru walioa Waluguru, Wabena wakaoana na Wabena, Wamakonde wakaoana na Wamakonde. Kwa hiyo kanuni au silabasi ya maisha ilijulikana kwao wote. Lakini tulipomkuta Makonde kaoana na Mchaga, pakaanza na kusita kule, tayari kumeshika breki. Kwa ule mtiririko ukatoweka pale. Na ile namna ya mitazamo ile mtu, kwa sababu mitazamo ndio inayobadilisha matendo na mambo yanayofanya binadamu, yakaanza kubadilisha mambo. Sasa anasema historia ni nzuri kwa sababu gani? Haya majina yote ya kidini haya, haijalishi ni Uislamu au Ukristo, walipewa wa Afrika sisi kwa shuruti, sio hiari. Ulitandikwa kweli kweli, tena majina yetu yakiitwa ya kishenzi. Nasema history is beautiful, ukiisoma utakutana na haya mambo. Na tungekuwa kwa dhati tunajitambua, kujikubali na kuzijua historia zetu, tungegundua kwamba, kwa mfano tunaposema Abdul kwa lugha yetu sisi ya Kibena, ya Kinyaturu angeitwa nani? Na kupeni mfano kwenye dini. Kwenye Uislamu akiitwa Aziz au Aziza, kwenye Ukristo anamuita Tunu, kwa Kiingereza ndio anaitwa Precious. Kwa hiyo tukiweza kulitambua kwa namna ya jamii yetu, ukumbuke maana haibadilishwi, maana inabaki. Kwa mfano Uchagani, mtu akifa, maanake wao kuzika hawasemi ni kuzika, ni kuficha. Kwa mtu anafichwa lini? Asionekane, asilete mauzauza huku. Kuna namna, yani kufanya kazi kutu ni kutoa. Kwa hiyo ukienda kwa Kiswahili akikwambia Uchagani kwamba umetoa nini, hamaanishi umegawa nini, umefanya nini, umezitumia vipi nguvu zako. Kwa haya majina yanabeba maana yenye kuakisi utamaduni ule, wao walimaanisha nini. Kwa hiyo tusijisifie tu kwamba mimi mwanangu nimemuita jina hili. Ukumbuke hakuna jina ambalo halitamkwi. Na jina likitamkwa linabeba nguvu. Ile nguvu ndio inayomfanya mtu akawa kama na hiyo nguvu itoke moyoni kwa kunia yaliyo mema. Ndio maana kuna watu wengine anaitwa Muhammad atabakia hapo hapo, lakini ukipanda daraja ndio unakuwa Mo. Kuna watu wengine watabakia kuwa Hasani, lakini akipanda daraja ndio unakuwa Hans. Yaani sio kuita tu jina, ni zaidi hilo jina. Usiseme tu mimi nimefuata utaratibu, wanakwenda haya majina ya kurithi. Turudi hapo. Haya majina ya kurithi, nasema ni yale yale historia. Huyo bibi aliyeitwa hilo jina, huyo babu aliyeitwa hilo jina, umefuatilia matukio yake, alikuwa ni mtu wa visa, wewe unajua. Hatukubali tu kwa sababu eti kwamba ni la kurithi. Tunaangalia kuna mfululizo wa mambo gani. Alikuwa ni mtu wa kufumaniwa, alikuwa ni mtu kwenye shughuli ni wakula kupitiliza, ni mtu atakuwa na vituko. Sasa sio kurithisha tu, lakini je, tunarithisha kitu ambacho kinaakisi? Maana tumesema jina linaibeba haiba ya mtu, linabeba utamaduni, linabeba tafsiri kwa watu, linawakilisha nini, linahusiana vipi. Umezungumzia ishu ya utamaduni hapa. Kuna ishu ya watu sasa hivi tunaoana na makabila mbalimbali tofauti.
kuna huyu unakuta labda Uchagani bibi wanasema sisi tutampa jina hili na kwa Wabena wanasema na sisi tunampa jina hili na bado dini unakuta pia zimetofautiana. Akienda kwa babu anaitwa Eriki, akienda kwa huku wanamuita Abdurrahman. Hapo inakuwaje? Mtu ana majina kama manne kutokana na mchanganyiko wa dini na tamaduni kwa wakati mmoja. Kuna baadhi ya majina kama alivyosema chifu hapa, ili yule bwana atulie asikae kama popcorn ile karibia kuiva, panatakiwa patangulie jina lingine. Mtaniwia radhi. Jina kwa mfano Bosco. Bosco. Kwa asili ya jina hilo linatakiwa litanguliwe na jina lingine. Kwa mfano Don Bosco, Focus Bosco. Na kwetu kwa mfano nazungumzia Uchagani, kwetu kwamba kwa mfano achilia jina hili la dini la Siegfried na jina langu la asili, mimi naitwa Amri ya Mungu. Na nikiangalia nayaona. Kwa hiyo kuna haja ya kutoa jina ambalo likipewa mtazamo huo linabeba uhalisia. Unajua kwa mfano tukisema tu penzi au mapenzi, si jina? Nikifumba macho inaniletea tabasamu ka kitu kazuri. Lakini tukisema chuki, hata kama sina lilo nikumba, ndita zinajikunja zenyewe hata nikificha, kwa sababu yanawakilisha yaliyo ndani ya moyo. Ukumbuke tunasema hakuna mtu mwenye roho mbaya, watu wana moyo mbaya. Kwa nini moyo mbaya? Kwa sababu ndani ya moyo ndiko tabia zinakojengeka, na tabia zikijengeka, kitambulisho au bendera ya kupeperusha ni sura. Chochote kinachokuwa hapa kinadhihirika kwenye sura hapa. Kwa hiyo huyo mtoto ambaye kuna mchanganyiko kama huu inabidi uangalie maana. Lazima yani manake mambo makubwa aliyofanya Mungu aliyatengea muda. Hakuna jambo kubwa Mungu alifanya mbali kulitengea muda. Tukiwa tunatenga muda hatukurupuki, tutagundua kwamba kuna kila sababu, tena tutashabihiana kwenye akili, kuna kila sababu mtoto huyu apewe jina hili. Na tutakubaliana kwamba hakuna ushabiki kwenye jina. Si ushabiki, mimi ndio niliotoa. Ndio maana kwenye baadhi ya jamii wana utaratibu wa kwamba achilia kutoa kikeni, achilia kutoa kiumeni. Kuna baadhi ya jamii ambazo rafiki mliyeshibana anapewa fursa ya kutoa jina. Kwa hiyo mambo yanakwenda na jambo ambalo limeamuliwa kwa utulivu lina asili ya kuleta utulivu, unapata amani. Lakini kuna namna unasema nimekubali tu pale aishi. Usikubali tu aishi. Ni jina, ukumbuke unatengenezea mustakabali mtu maisha yake. Hawa unapotoa jina ujue kwamba unatoa na kutengeneza hatima ya mtu. Ni kama sisi kwetu tusivyojua, lakini mtoto uliyomzaa si wako, unamtengeneza raia ambaye yeye atakuja kuwa raia katika nyakati zake na kuleta uzao mwingine. Chifu, kuna tumezungumzia kurithi kwa sababu limeshazungumzwa, lakini je, unaweza ukabadili jina kutegemea na ulivyopewa? Kwa sababu hawa waliokupa kama alivyosema, mpewa jina la mtu mkorofi huko na jina la kikorofi, yaani ukitazama katika kila aina ya maana kwamba hili jina halimtengenezei mustakabali mzuri mwenye jina lake. Jina linaweza likabadilika. Ukalibadilisha, ukatafuta jina zuri kama tulivyoambiwa kwamba tuwatafutie watoto majina mazuri. Kama wazazi hawakuwa na elimu hiyo ya kutafuta majina mazuri, wewe kwa sababu umeshakuwa mkubwa, huko nyuma ukuwa na maamuzi ya kujitafutia jina, unaweza ukatafuta jina. Na sheria inakuruhusu, unaenda mahakamani, unakula kiapo, itabadili hata kwenye dokumenti zako. Na mambo kweli yatakubadilikia kwa sababu jina linatokana na dhana niliyokuwa nayo. Unajua kuna vitu ambavyo tukivizungumza tutazua mjadala mwingine. Kwa mfano, mimi hizi nguo zangu nikitaka nimpe mtu mwingine kwamba sasa nimezikusanya hizi nguo hazinitoshi, nimpe, simpi kienyeji. Lazima nitamke maneno kwamba kuanzia sasa hivi hizi nguo sio zangu tena, ni za Bwana Mbuya. Kwa hiyo kila kilichonihusu mimi kuhusiana na zile nguo kitakuwa kimekatika. Yaani kutakuwa ule uhusiano wa mimi na huyu. Alikuwa anasema Mugabe, anasema wa Afrika wanaabudu sana mambo ya uchawi.
Sasa unakuta mtu anachukua nywele za mwanamke anazipeleka kwa ganga wa kienyeji, nitaenda kumtia wazimu ule. Anajikuta anapata wazimu ni mwanamke aliyekuwa India huko au Brazil, kwa sababu wengi wanavaa wigi. Lakini dhana yake ni kwamba kuna nguvu kwenye kila binadamu, ana nguvu yake, na nguvu iko kwenye kila ulichokivaa, kuanzia miwani, nguo, viatu, socks, kila ulichokivaa. Kwa hiyo unapompa mtu kitu, maana yake lazima kwenye moyo wako uondoe kila kilichokuwa kwenye kile ulichompa, hata kama ni pesa. Kwamba kuanzia sasa hivi hii fedha sio ya kwangu, ni mali ya huyu bwana. Utasema ama kidogo au moyo. Hizo ndo mila na desturi zetu. Maana yake kwamba unakata mawasiliano, yule mtu ile fedha hawezi kufanyia chochote. Kwamba mimi namuomba ile pesa huyu nikamfanyia jambo baya, basi ile jambo halitafanyika, kwa sababu umeshakata mawasiliano baina ya wewe na kile ulichompa. Mimi nimeshakosea sana. Labda yaani mabinti wakija nyumbani naangalia tu nguo gani hazinitoshi. Utavaa hizo la kuendea kanisani. Labda wakati sasa hiyo ndio inahusiana na majina hivyo kwamba jina fulani lazima tukate mawasiliano baina ya yule ambaye alikuwa na jina hili na huyu. Mbona ulikuwa unasema venye kubadilisha tabia ya mtu ni vitatu: jina, mavazi na nywele. Kweli? Kwa sababu gani? Jenerali mkubwa kabisa na nyota zake 4, 5, 6 hapa, ukamvua ukamvisha swimming costume, ni muogeleaji, sio jenerali tena. Unaelewa? Yani kumbe mavazi ni utambulisho. Mtumishi wa Mungu au shehe, ukamvisha bukta na njumu, na yani ule ni mchezaji sasa, anajiandaa tu kucheza. Lakini kwenye nywele, waliposema akili ni nywele, kila mtu ana zake, pana kitu kikubwa. Na aina ya kuvaa nywele unasema unazivaa, Kiswahili tunasema unazivaa. What kind of hair do you wear? Unavaa nywele gani? Si unaona vijana wa bodaboda ambaye ana nywele 3 hapa vinapeperuka na upepo, na huko amevaa kanda mbili imekaa upande kidogo, na huko amekalia kalio moja. Angalia na tabia yao inavyokuwa. Angalia wale watu ambao wananyoa nywele kwa maana ya kwamba kamesimama kamoja kama msumari hapa. Au angalia kina mama wasiosuka, wenye kusokota rasta. Angalia kina mama wenye kunyoa vipara. Kuna tabia iliyoko mle ndani. Hatusemi sana hayo, lakini ndio vitu viko mle ndani. Ni kweli, na kuna mtu yani jinsi alivyonyoa tu unamwona zinaendana na tabia. Yani ukimwangalia tu aina ya kofia anazovaa, makuti yanatengeneza, ni vitu vyenye kuishape, kuisawiri na kuiweka tabia yako kwa mtindo fulani. Sasa na kwenye majina nako kuna sura hiyo. Kuna wakati kwenye saikolojia hatusemi jina linabadilishwa kwa kwenda kwenye dini yako au kwenda kwa sababu athari ya jina imekaa kwenye fikra na maamuzi, perception. Kwa hiyo ndani ya familia ikikubali kwamba linamwathiri yule bwana kwa namna isiyompendeza, linabadilishwa tu kwamba kutoka leo utaitwa fulani Maajabu, sio kitisho tena, utaitwa Maajabu. Kwa likijengeka ndani ya fikra, wanaona hivyo, na ninyi walio karibu mkiliona hivyo, hata walio nje ya pale hawana tayari mshakata mawasiliano ya jina la kwanza na ile linalokuja. Na tusaidizane tunavyoelekea kumaliza. Kwa upande wetu sasa tunaona hiyo trendi ya watu kuitwa majina ambayo ni fashionable, yanatamkika vizuri na vitu kama hivyo. Wewe umekaa na Wabudha na huko Japan, wapi, Uchina na vitu kama hivyo, na Sigifrid umekaa na wazungu. Sisi kwetu tutaraji kwamba majina sasa ya asili yatatoweka kabisa, na huko kwao wanazingatia majina ya kwao ya asili, kwa sababu huwezi kusikia Mchina yuko Uchinani anaitwa Mwakyembe Mchina. Itakuwa ni nadra sana. Sisi kwetu hapo, Chifu, unasemaje? Ni kweli, wenzetu, jamii zetu zote, iwe ni Waingereza, iwe ni Wachina, iwe ni Waarabu, wote wanazingatia tamaduni zao. Kwa sababu dini hazikuja kuvunja tamaduni, isipokuja zimekuja kuzishape zile tamaduni zisiende kinyume na mipaka aliyoweka Mungu. Basi. Kwa hivyo wao wanazingatia hilo, kwamba tumeambiwa tuchague majina mazuri, hatujaambiwa tuchague majina ya Kiarabu au ya Kizungu, isipokuwa ni jina zuri ambalo halitaenda kinyume na mipaka aliyoweka Mungu.
hilo ndo tulichagua. Sasa wenzetu wanazingatia hilo, na ndio maana unakuta mtu anabaki na jina lake Ben E au Ben nini, kuna maana kuna E na E kwa Wachina. Ukisema kuna awali na kwanza, ni vitu viwili tofauti. Utaona matamshi tu kwamba E. Kuna mwalimu wangu mmoja, yeye ni Marekani, anaitwa Harold, lakini amekuja kufanya kazi na Wachina, amekaa nao miaka mingi. Sasa wakaangalia lile umbile lake na mwenendo wake ule, kuwabeba watu, kuwasaidia na nini, akasema huyu ana tabia za farasi. Ni mwalimu, kwa hiyo kwa Wachina mwalimu ni Laoshi, lakini wao wakamuita Ma Laoshi kwa maana kwamba ni mwalimu farasi ukitazama katika sura ya kawaida, lakini lile jina lilikuwa lina maana nyingine. Wakaangalia Harold, wanaona hapana, huyu tumuite hivi ili tuendane na mila na tamaduni zetu. Kwa hiyo wana mtindo wa tunasema assimilation ile. Sasa wenzetu wanafanya hivyo, sisi hatufanyi. Sisi tumekuwa wa kupokea, sio wa kutoa. Kwa hiyo Umwakiembe utaki ujitokeze Umwakiembe, unataka Goldsmith ndio lijitokeze zaidi. Sasa hiyo ndio shida. Unataka kuitwa Mdengo, unataka kuitwa Mkude, Bangala, Shomvi, unatafuta yale majina ambayo unadhani yanaendana na wale ambao unawahisi kama ulivyowaona kwenye Kombe la Dunia hapo. Sasa kumbe una majina mazuri ambayo yanaweza yakaakisi na yakajenga mustakabali wa maisha yako. Mbuya, tunavyomaliza kabisa, mimi na kwanza ni wasihi tuache mkumbo, tutembee na asili ya kwetu. Asili ya kwetu ni ya kwetu tu, hatutabadilisha zile asili zetu, lakini ndani ya ubaya kuna wema na ndani ya wema kuna ubaya. Hebu chagua ambacho kinabeba hatima, acha ushabiki, manake kuna liwalo na liwe. Tuna hiyo attitude, liwalo na liwe, nishaamua mimi nimeamua. Hapana, tutenge muda kwenye mambo yale ya msingi tunayoyafanya ili yaifanye dunia isiwe sehemu ya fujo. Nilienda mahali nikakuta katoto kadogo ka miaka 6, nikasikia wanamuita Savimbi. Savimbi, nikamwambia natamani kumuona huyo kijana. Ni mtoto mdogo anakaa kwenye nyumba ya vyumba vitano peke yake, anajipikia peke yake kwa miezi 6, ndio wazazi wake huwa wanakuja. Na ukimwangalia ile sura, kama utakuwa unamkumbuka Jonas Savimbi, unamkumbuka wewe. Ni wakati mwingine haya majina yana shape hata muonekano wa mtu anavyokuwa. Umenikumbusha advance form 5 na form 6 isoma jamaa anaitwa Abacha. Unajua anamfanana yule General Sani Abacha wa Nigeria. Jamani. Kwa hiyo tufanye maamuzi ambayo yataleta ushabihiano wa jamii zetu na kitambulisho. Kwa sababu jina wakati unalichagua si tu kwa kutazama hivi, kuna kitu ambacho kiko ndani ya moyo. Kile ndio kinachohesabiwa, ile nia ya kwamba nampa huyu kwa sababu hii. Unazungumzia Abacha, pengine wapo wenye majina ya Abacha lakini sio kwa sababu ya Abacha yule na yakawa anaenda vizuri, lakini wewe kwenye moyo wako kwamba mimi nimemuita Abacha kwa sababu ya huyu, basi tabia na kila kitu zitafanana na huyu ambaye wewe ulimpa jina kwa sababu ya Gaddafi wa Libya, anaweza kawa na umamlaka. Kuna nguvu ile isiyoonekana, kuna nguvu ile isiyoonekana ambayo imetokana na wewe kwamba sasa hili unamrithisha, uione ni kama umeme vile ambao huwezi kaushika lakini una athari. Asante sana, tunashukuru sana. Asante kwa wewe ambaye umeshiriki na sisi. Asante kwa wale tutumia ujumbe wako, kama tujausoma tunaomba utuwie radhi, tutausoma tena siku nyingine. Jumamosi ijayo pia tutakuwa na kikao kingine. Kikao cha leo yani kilikuwa ni darasa tosha kabisa. Mimi ni Merusi Mbaya, mwenzangu ni nami ni David Wakarungi.